Rais William Samoei Ruto amelihutubia bunge la Tanzania mjini Dodoma katika kikao maalum na tukio la kihistoria. Katika hotuba yake, Rais Ruto ameangazia umuhimu wa ushirikiano wa karibu wa kikanda kutatua vikwazo vya kibiashara na miradi ya miundombinu kama vile kiwanda cha kusafisha mafuta cha kikanda huko Tanga. For far too long, relations among neighboring countries have been shaped by competition, suspicion and rivalry, forces that have fragmented our markets, weakened our voice, and constrained our collective progress. We share a border that stretches nearly 800 kilometers from the Indian Ocean at Lunga Lunga and Horohoro, along Kilimanjaro, across the Masai Mara and Serengeti to Lake Victoria. That boundary is not merely a line on the map. It binds our destinies as a vibrant corridor of trade, culture, and human connection. Rais Ruto amesema Kenya na Tanzania zimekuwa marafiki tangu jadi na mikakati inaendelezwa katika kuhakikisha kuna uwekezaji baina ya mataifa hayo mawili. Uganda, Tanzania na Kenya tunaweza kujenga refinery ndio tuhakikishe ya kwamba ile mafuta tunairefine hapa kwetu, pesa inabaki hapa kwetu, nafasi za ajira inabaki hapa kwetu, tutengeneze bidhaa zingine ya fertilizer ama mbolea hapa kwetu, plastic industry iwe hapa kwetu, petrochemical industry iwe hapa kwetu, badala ya kuzitafuta kutoka nchi zingine, badala ya sisi kwenda kung'ang'ana kule sijui Strait of Hormuz kulete mafuta kutoka sijui wapi. Amesema ujenzi wa reli za kisasa SGR katika kanda ya Afrika Mashariki ni mkakati muhimu unaolenga kuimarisha biashara, kupunguza gharama za usafirishaji na kuongeza ushindani wa kiuchumi. Tanzanian investments in Kenya, now valued at $336 million, are steadily expanding, driving employment, deepening cooperation linkages, and fostering shared growth. Rais Ruto amesema ili kuafikia hayo ni lazima kuwe na ushirikiano wa karibu wa kikanda ili mataifa ya Afrika Mashariki yapige hatua kimaendeleo. Unity remains our greatest leverage. When Africa speaks with one voice, reform ceases to be a request and becomes an inevitability. Vilevile, Rais Ruto ametaja suala la ukosefu wa ajira, maendeleo na hali ya umaskini kama miongoni mwa changamoto zinazoathiri mataifa ya Afrika Mashariki. Wakenya sio maadui wa Watanzania. Watanzania sio maadui wa Kenya. Maadui wetu sote ni pale ambapo hatuna mali, hatuna nafasi za ajira, hatuna fedha. That is what we must struggle against. Baadhi ya wabunge walikuwa na haya ya kusema kufuatia hotuba ya Rais Ruto. Leo umezungumza hapa, hakuna swala la ubinafsi katika maendeleo. Umesema refinery ikajengwe Tanga. Mungu atakubariki Mungu. Tumeupokea mradi huu wa kimkakati kwa umoja na mshikamano na wala hatutotangatanga. Tutaleta ushirikiano, tuna mkuu wa mkoa mzuri na tuna viongozi wazuri pamoja na rais wetu na maelekezo ambayo atakayotoa. Tutahakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati na manufaa yanakuwa makubwa kwa Watanzania na Wakenya pamoja na nchi za maziwa makuu na wenzetu wa Uganda. Hatuna malalamiko na Wakenya wenzetu. Iwapo tunataka kweli tupate maendeleo Kenya na Tanzania, ni lazima tushirikiane kama nyie mnavyoshirikiana. Rais Ruto na Rais Samia Suluhu Hassan, nyie wawili mnavyopendana, na sisi na Wakenya tutaendelea kupendana hivyo hivyo. Ni lazima sisi watu tujitegemee, na kujitegemea ni sisi kufanya kazi kwa pamoja na kuzalisha kwa pamoja. Wakati umefika sasa wa kuanza kutengeneza bidhaa na kuziuza nje ya Afrika Mashariki kama made in East Africa. Mei 4, serikali ya Kenya na Tanzania zilitia saini mkataba wa makubaliano katika sekta mbalimbali ikiwemo kawi na biashara miongoni mwa nyingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Asante sana. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.